Idadi rasmi ya watu waliofariki baada ya mafuriko kukumba mji wa Mokwa nchini Nigeria siku ya Alhamis imeongezeka na kufikia zaidi ya 200, maafisa wanasema. Watu wengine 500 bado hawajulikani walipo katika mji ulioko katikati mwa jimbo la Niger. Hata hivyo, afisa wa eneo hilo Musa Kimboko aliambia BBC kwamba juhudi za uokoaji zimesitishwa kwa sababu mamlaka haiamini tena kuwa kuna mtu yoyote ambaye bado anaweza kupatikana akiwa hai. Mafuriko hayo yanasemekana kuwa mabaya zaidi katika eneo hilo kwa miaka 60, yalikumba mji wa Tifin Maza na Angwan Hausawa baada ya mvua kubwa kunyesha. Katika juhudi za kuzuia magonjwa katika eneo hilo, mamlaka hivi karibuni itaanza kutafuta maiti zilizokuwa chini ya ardhi, mkuu wa wilaya ya Mokwa Muhammad Aliyu alisema. Wakisimulia matukio ya maafa, wakazi wa eneo hilo waliambia BBC kwamba waliona nyumba na familia zao zikisombwa na maji. Mwanaume mmoja aliyejulikana kwa jina la Adam Yusuf alipoteza mke wake na mtoto mchanga. Nilitazama bila msaada huku maji yakisomba familia yangu. Nilinusurika kwa sababu niliweza kuogelea, aliambia BBC. Shirika la Msalaba Mwekundu la Niger lilitoa taarifa siku ya Ijumaa likisema mafuriko hayo yamesababisha hasara kubwa na dhiki karibu kila sehemu. Huwa kunatokea mafuriko yasiyo ya kawaida wakati wa msimu wa mvua nchini Nigeria, ambayo hudumu kutoka Aprili hadi Oktoba. Mnamo mwaka 2024, Nigeria ilikumbwa na mafuriko kutokana na mvua kubwa ambayo ilisababisha vifo, huku watu wakilazimika kuhama makazi yao. Pia kulikuwa na mafuriko makubwa mnamo mwaka 2022 wakati zaidi ya watu 600 walikufa na milioni 1.3 walilazimika kuyahama makazi yao. Chanzo ni BBC Swahili. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.